Wakati huo wakakaribia au binti za Selofehadi mwana wa Eferi mwana wa Gileadi mwana wa Makiri mwana wa Manase wa jamaa ya Manase mwana wa Yusufu, na majina ya au binti za Selofehadi ni Aya, Mala, Noa, Ogla, Milka na Tirsa. Nao wakasimama mbele ya Musa na mbele ya Eleazari kuhani na mbele ya wakuu na mkutano wote malangoni pa hema ya kukutania, wakasema, baba yetu alikufa nyikani, naye akuwamo katika mkutano wa hao waliojikutanisha kinyume cha Bwana katika mkutano wa Kora, lakini akafa katika dhambi zake mwenyewe, naye alikuwa ana wana wa kiume. Kwa nini basi jina la baba yetu kufutwa katika jamaa zetu? Kwa sababu alikuwa ana mwana wa kiume. Tupe sisi urithi pamoja na ndugu zake baba yetu. Basi Musa akaleta neno lake lao mbele ya Bwana. 6. Bwana akanena na Musa akamwambia, hao binti za Selofehadi wananena lililo haki. Kweli utawapa miliki ya urithi pamoja na ndugu za baba yao, nawe utawapa urithi wa baba yao. Turudi nyuma twende Mwanzo 27. Genesis, Mwanzo 27. Mwanzo 27 38. Mwanzo 27, tuanze hapo 37. Mwanzo, Genesis 27 verse 37. Isaka akajibu akamwambia Esau, tazama, nimemfanya awe bwana wako, na ndugu zake wote nimempa kuwa watumishi wake. Kwa nafaka na mvinyo nimemtengemeza, nami nimkufanyie nini sasa mwanangu? Esau akamwambia babaye, kuna baraka moja tu, babangu, unibariki mimi nami babangu. Esau akapaza sauti yake akalia. Isaka baba yake akajibu akamwambia, angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbingu unaotoka juu. Kwa upanga wako utaishi, nawe utamtumikia ndugu yako, na itakuwa utakapoponyoka utalivunja lile kongwa katika shingo lako. Baba, asante kwa neno lako, asante kwa kuwa unasikia. Kwa jina la Yesu tunaomba, amen. Nataka tukaongelelee topic yangu nimeandika ya kwamba kukata rufaa. Kukata rufaa. Kuna mambo katika anga za kiroho unaweza ukayakatia rufaa. You can make a deal in the realms of the spirit. Maisha ni kiroho. Life is spiritual. Maandiko yanasema kwamba katika sheria za Musa, mwanamke kama hajaolewa na ako kwa baba yake, asipewe shamba, asikatiwe shamba alime, asipewe katikati ya ndugu zake. Hawa wamama wa Selofehadi, maandiko yanasema yakafika masaa baba yake yao amekufa, na ni wasichana kadhaa kama 4 wakajiuliza, baba yetu akuwa na kijana wa kiume. Je, tukiondoka tutoke katika ukoo wetu, jina la baba yetu litakumbukwa namna gani? Wakaenda kwa Musa wakamwambia, ni kweli sheria inasema kama msichana hajaolewa asikatiwe shamba kwa baba yake. Hata kule bara tunatoka, kuna kimila watu wanasema mwanamke huwa hapatiwi shamba kwa ndugu zake. Wakati mzee wa ile boma amezeeka na miaka yake imeenda, akigawanya shamba, msichana hawezi akagawiwa shamba. Shamba ya mzee inagawiwa watoto wa kiume peke yao. Mama tu atandania, ataambiwa na baba yake ama ndugu yake mmoja atajitolea, atamwambia, dadangu, unaweza ukalima pande ile, unaweza ukajenga pale.
Lakini kuna wadada ambao waliojua sheria na wakaamua wakasema, Bwana anaweza akabadilisha sheria. Asubuhi tumefundishwa ya kwamba God is not a man in a church, but when a prayerful man prays, mtu wa maombi akiomba anaweza akageuza sheria ya Mungu. Mtu ambaye anaomba, whenever a prayerful man, a righteous man prays, mtu mwenye haki akiomba, God can change his heart. Hawa wamama wakaenda kwa Musa wakamwambia, baba yetu ana kijana wa kiume, na leo kama hautatutendea vile tunaomba, jina la baba yetu litasaulika. Hawa wamama wakaomba kwa Musa, ni kweli hatuna haki ya kupewa shamba, ni kweli hatuna haki ya urithi, ni kweli hatuna haki, lakini we are going to make an appeal. Tunakata rufaa leo. Ni kweli wewe sio mtu akubarikiwa, wewe sio mtu ambaye umeinuliwa, wewe sio mtu ungevaa vizuri, wewe sio mtu ungeendelea vizuri, lakini katika ibada ya leo tunaweza tukaomba, tukakata rufaa kwa Bwana, tukamwambia Bwana, hata kama mahali tumetoka watu hawabarikiwi, watu hawaendelee, hakuna mtu aliyeendelea. Bwana, kwa huruma zako, you are a merciful God, tunaweza tukafanikiwa. Naongea na mtu ambaye anakaa masaa, anasema afai, anasema kwa vile ndugu yake mkubwa, baba yake, babu yake hakusoma, amekata tamaa, anasema tuwezi kuendelea. Ukiangalia kule juu katika familia za ukoo wa kwenu, hakuna mtu aliyetoboa maisha, hakuna mtu aliyebarikiwa, hakuna mtu aliyefaulu, hakuna mtu aliyeolewa mahali pazuri, hakuna mtu aliyeolewa na ndoa ikasimama, hakuna mtu aliyeolewa mahali pazuri. Naongea na mtu aliye ndani ya kanisa, tuko na nafasi ibada ya leo ya kukata rufaa, tumwambie Bwana, ndio hatukuumbiwa kubarikiwa, watu wa kwetu hawakufaulu, lakini tunaweza tukafaulu. Baba yangu hakufanikiwa, mama yangu hakufaulu, ndugu zangu hawakufaulu, but God by your mercy, I can make it in Jesus' name. Unaweza ukafaulu. Isaka akaita ndugu zake, vijana wake wawili awabariki. Yakobo akapenya penya na akakuja akamnasua baraka akaenda nazo. Esau akachelewa, masaa yakafika, Esau akachelewa, akalete baraka, akamwambia baba, niwekelee mkono nibarikiwe. Watu wakimila, hata kule kwetu umetoka, mtu akishazeeka akiwekelea watu mikono, hiyo dili inakuwa imeisha. Hata hivyo katika Bible, Isaka akawekelea Yakobo mikono akijua kwamba ni Esau, na alipowekelea Yakobo, hizo baraka zikatoka. Kukakuwa hakuna mara ya pili. Esau anatokea, anauliza baba nibariki. Babake akamwambia, mwanangu umechelewa. Wewe ni nani? Akasema, I am your firstborn, mimi ni Esau. Akamwambia hiyo ni urongo, lakini akapewa taratibu zile zimetumika, mtu mwingine akabarikiwa, akaenda akafaulu. Esau akajua ya kwamba hiyo bahati nimeikosa, hiyo nafasi nimeikosa. Mimi sina masomo, mimi sina barua ya form 4, hata nikasikia watu wanaijua kazi siwezi nikatokezea pale, lakini watu wa neema unaweza ukaingia mahali barua iwezi ikakuingiza. Petro alipokamatwa akawekwa ndani ya gereza, wapendwa waliomba, wakaomba neema, wakaita Mungu, malaika akashuka na Petro akatoka kwa gereza. Naongea na mtu siku ya leo. Esau akalia kwa Mungu, akalia kwa baba yake, akamuuliza, baba yangu, hauna kitu unaweza ukanipatia? Akamwambia, kulingana na sheria, yule mtoto anawekewa mkono wa kwanza na baba yake, huwa ndiye amebarikiwa. Huu mkono huwezi ukabariki mara ya pili. Ule kijana akalia machozi. Ule kijana alilia kitu inaitwa machozi. Akauliza baba yake, je,
na hakuna kitu kingine naweza ikawezekana nikafaulu. Akamwambia, mwanangu, hakuna njia nyingine, hakuna shortcut. Unajua vitu za kiroho azinanga shortcut. Kama ni mtu alikuroga, alikufanyia, alikuweka kuuma na tumbo, alikuweka vitu ndani ya tumbo, hata upigwe sikani, hata uweke kwa daktari, it will never happen. Lazima pia kutafutwe na mtu wa kiroho. Maandiko nasema Esau akadea, lakini baba yake akampatia mjibu, akamwambia, mwanangu, niko na neno moja, wewe utaishi kwa upanga. Niko na neno moja kwako siku ya leo. Ndiyo, sheria inasema kama hujawekewa mkono hautawahi barikiwa, lakini nakuomba, niko na nafasi moja. Utakapoponyoka, utakapopata nguvu, utakapokosa amani, utakapokataa, ndipo utaweza kubarikiwa. Watu ambao wanaitwa counselors, kuna wale watu counselors of life. Ukienda kwao, kama uko na HIV, ukiwa mgonjwa wa HIV, huwa wanakupatia mashauri, wanakuambia ukajikumbali. Wanakuambia, ndugu, ndio tukiangalia uko positive, lakini kama unaweza ukajikumbali ya kwamba hiyo ugonjwa uko naye na upate hizi mandawa, utaishi miaka mingi. Lakini mimi nakuomba siku ya leo, sijakuja kukuambia ukajikumbali. Nimekuja kukuambia ya kwamba utakapoponyoka, utafunja lilo kongwa, hiyo roho ndugu yako alikuwekea, iko kifungo alikokufunga nacho, utavunja na utabarikiwa kwa jina la Yesu. Esau angebarikiwa, lakini Esau alipotoka kwa baba yake akaenda kule msituni, akaenda akiwaza, akijua ya kwamba kwetu hakuna mtu aliyesoma, kwetu hakuna mtu aliye na pesa, kwetu hakuna jengo zuri, hakutawahi waka taa, hakutaonekana kitu kizuri. Akajiambia ya kwamba hiyo ardhi zitakubaliana nalo, hata kama ndugu yangu amesoma, ako na PhD na masters, but I can still make it, because it's not by power, it is not by might, but by the Spirit of the living God. Esau akaenda na akabarikiwa. Ikafika siku moja, Yakobo alipotaka kukutana na Esau, akapatia wafanyikazi mali, kondoo, ng'ombe, dhahabu, fedha, akawaambia, hizi pelekeni kwa ndugu zangu ili nitafute kimbali kwake. Wakampea na wakaenda. Walipokuwa wanaenda, wakakutana na Esau na mali yake na wafanyikazi. Walipokuwa wanamkabidhi ongo, wanampatia ongo, Esau akawaangalia, maana katika akili ya Yakobo alijua ndugu yake hawezi akabarikiwa, alijua ndugu yake hawezi akaendelea, alijua ndugu yake hawezi akafunga ng'ombe, atapata kuku, akanunua redio, hii redio ambayo lazima ipigwe iongee, patia ndugu yangu hii kasimu ambayo kanafungwa na mlanga, kasimu ambayo ukiinua. Unajua kuna tusimu ambayo mpaka ufanye hivi, halo, unajua nakwambia, mwambie hivi. Akapea ndugu yake, akatumana ndugu yake apewe. Hakujua ya kwamba ndugu yake hakuenda kulala, ndugu yake hakukubaliana na hiyo hali. Hicho alichokufanyia hakukubaliana nacho. Naongea na mtu siku ya leo. Esau akawaambia, nendeni mkamwambie ndugu yangu, Mungu amenibariki pia. Hiyo ni upofu, hiyo si mbovu, hizo manguo machafu, nenda umpelekee. Unajua pale kwenu nyumbani hakutakosekana mpaka kukuwe na mtu ambaye manguo yakikuwa mandogo mafupi huwa mnampea. My friend, kama wewe ni mtu ambaye unapeana manguo na dada zako, ndugu yangu, lazima leo tukimaliza ibada uniombe funguo, ubaki hapa ulale hapo ukiomba. Ati ndugu zako kule Mombasa, kule Nairobi, zile matrosa, zile maskati, hali zile zimekuwa kubwa, maana ukikaa mjini lazima utanenepa. Zile haziwatoshi, mpaka zitume kule kijijini, ipelekea ndugu yangu mdogo, dada yangu fulani, ipelekea. Kuanzia leo kataa kwa jina la Yesu.
Kama wawezi wakakununulia nguo mpya, kataa in the name of Jesus. Siku moja nilikuwa nafanya kazi mahali kule bara 1998. Nilikuwa niko mahali wakati maliza mtihani wa klasi ya 8, nilijiambia ya kwamba nilipokuwa nasoma primary, nikajiambia nitasoma nitoe familia ya kwetu kwa shida, na nikafanya bidii. Nilikuwa naamka usiku nasoma. Mtihani wa KCPE ulipokuja, nikaufanya vizuri, nikapata marks nzuri, nikachukuliwa shule kubwa sana. Ya kuchangaza, wakati nimeenda kuchukua barua shule, inaitwa fee structure my friend. Hiyo fee structure kuiangalia, kitu ya kushangaza. Wajana na shopping, fee structure ya term 1, term 2, term 3. Nikakuwa na matumaini hii shule nikiingia, nikimaliza form 4 nitamaliza university, nisomee sijui wapi nisomee. My friend, nilikuwa na ndoto mingi, lakini cha kuchangaza, nikaangalia mamangu, nikaanza kusikia akisema hii ni kitu ni kama haitawezekana. Hii akawa narudia. Siku moja niliamka asubuhi, nikawa niko pale nje ninalia machozi. Mamangu akaniambia, wewe unapoteza time zako ukilia, maana sioni nikikupeleka shule. Hiyo siku nililia the whole of the day, kwa sababu ndoto zangu zimekuwa aborted. Lakini ilipofika jioni, nikakaa nikajiambia, this is not the end of life. Ile shule nilikuwa nasomea, walimu wakaungana, nilikuwa mtoto mzuri, wakasema nirudie class 8 tena, wachange pesa niendelee, watanipeleka shule kubwa. My friend, sikuwasikiza. Nilijikumbalia, na kuanzia that time nikaenda nikatafuta kazi ya kulisha ng'ombe za watu, na nikaanza 1997 nikaingia kazi ya kulisha ng'ombe za watu. 98 nikaenda kwa boma ya mzee mmoja, alikuwa anafanya kazi Nairobi, na vijana wake tuko nao pale. Ule mzee akanipenda, alikuwa anavaa trouser sikiwa kubwa, akishavaa zikizeeka anatuma kule nyumbani, vijana tunaletewa tunafaa, na mimi nilikuwa naipenda sana. Nikipewa msaada wa shati nilikuwa napenda. Ndugu mmoja wa ile boma akapata nafasi, akaenda Nairobi. Akiwa kule Nairobi anatafuta mashati, akivaa akichoka, ananitumia rafiki yangu, pelekea rafiki yangu akafae. Ikifika najiambia hii ni ya Krismasi na ni ya kupewa. Ndugu jamaa amefaa mpaka huku ni kama imeisha, lakini mimi nikishika naona ushindi wa ajabu sana. Na nikapitia maisha ya kupewa zile nguo kuukuu. Yakobo akatafuta zile nguo asimutoshei, akatafuta zile vitu hasina maana, akatuma Esau akapewe. Hakujua ya kwamba Mungu ni Mungu wa tofauti. Esau alipofikishwa zile vitu, akamwambia, rejeshia ndugu yangu, nenda ukamwambie sina shida na yeye, hiyo chuki na kiburi iliisha, Bwana amekwisha nibariki. Angalia wafanyikazi, angalia mali niko nayo. Naongea na mtu siku ya leo, unaweza ukapanda kwa anga yako na ukakataa kujikubali. Hiyo hali inakwambia jikubali, ikatae leo kwa jina la Yesu. Unaweza ukafanikiwa, unaweza ukafaulu. Mtu tajiri anaweza akatoka hapo kwenu nyumbani, hapo kwenu hakujawahi tokea mtu mkubwa, anaweza akatokea. You can be the first billionaire, first man to be blessed in your family. Esau alipoachana na ndugu na baba yake, alienda na akaingia katika kutafuta. Alienda na akapigana, aliambiwa utaishi kwa upanga. Hakutosheka. Naongea na mtu siku ya leo, wanaokuambia nikumbali, tukubali tu vile Kenya iko, tujaribu tu kujikumbalia na economy. Kataa ndugu yangu, watu wanakula vile wanataka, watu wanaishi maisha mazuri. Kuanzia leo, hiyo roho ya kujikumbalia wachana nayo. Hicho kitu shetani amekuambia, kataa nacho kwa jina la Yesu. Chochote shetani, unajua shetani huwa anakuja na kuambia mkumbaliane naye, ya kwamba hata uende juu, hata ushuke, this thing cannot change. Hii kitu haiwezi badilika kwa familia ya kweli. Lakini Esau anamwambia baba yake, na hakuna vile naweza kufaulu. Baba yake anamwambia there is only one way unaweza ukafaulu, utakapoponyoka. Hiyo kitu inatembea kweli nyumbani, hiyo roho iliyokamata mamako itakamata mjomba yako, you can break from that evil. Wandada hawa wakaenda kwa Musa,
Wakamwambia Musa, kwa torati yako unasema mwanamke kama hajaolewa asikatiwe shamba, lakini sisi hatuna mahali pa kwenda, tutakuaje? Akaenda kwa Mungu, na Mungu akasema wapewe shamba. Na ukienda moto katika ibada ya leo, unaweza ukabarikiwa, unaweza ukabadilishiwa. Watu wote wameenda wamefaulu, unaweza ukabarikiwa. Hizo anga zinaweza zikabadilishwa. Hiyo sheria iliwekwa kwenu. Chochote ambacho kimewekwa kwako kinaweza kikageuzwa kwa jina la Yesu. Unajua, unaenda kwa daktari vizuri, unamwambia daktari, nasikia vitu inakata, nasikia ni kama kitu inakata, anajifunga mawaya, anakuangalia na kuweka moja ingine, anakupima, anaingia kwa mashini kama hii, anaingia anaangalia, anakuambia sorry, you are suffering from ulcers. Sasa utafanyaje? Sasa daktari utafanyaje? Usikae mbali na masufuria. Unajua mtu wa ulcers, the moment anakula tu ulcers huwa inaisha, anafurahi. Sasa ile ana chakula huwa na wasiwasi. Siku utakuta hata kama ni maziwa, hata kama ni mkate, akimeza tu anapata nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Daktari anakuambia hii ulcers hii ni ngumu, usikule maharagwe, usikule sukuma, sijui vitu vya ngezi. Daktari anakuwekea sheria, lakini hiyo sheria today you can break that law in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Madaktari nawapenda sana, ni watu wazuri, lakini kuna sheria, kuna viwango huwa anawekea mtu. Wanamwambia akifanya hivi, hapa usiwahi pita, hapa usipite. Hawa wamama wakaenda kwa Musa, wakamwambia Musa, unajua vizuri vile tutafanyaje? Walipoenda, Musa akaenda kwa ibada, akamwendea Mungu, na Mungu akamwambia, unaweza ukakula sukuma, unaweza ukakunywa maji, unaweza ukakula sukuma, ukakula maharagwe, hasa zinaweza ikakuachilia kwa jina la Yesu. Ati kuna ndawa zako unakaanga nazo. Sasa kuna ndawa niliambiwa na daktari, kila mwezi wa 7, kila wakati fulani, hizi ndawa ndio huwa na meza nikisikia sijui nini. Na kuombea siku ya leo, hiyo roho ya kukana dawa, hiyo roho umewekewa katika anga zako, hicho kifungo kinafutwa, hiyo mashtaka ikaondolewa in the mighty name of Jesus. Unajua wamama mko na tabia nyingine. Sasa ukiingia kwa nyumba za wamama, wako na watoto wadogo, utapata ako na dawa na hakuna mgonjwa kwa nyumba. Dawa za kalipo, sijui dawa nyingine, chupa. Namuuliza, na ni chemist umefungua? Nakwambia pastor, anything can happen. Hawa ni watoto, na watoto hawakuangi na imani. Yaani umenunua dawa na hasina kazi. Mamangu nampenda sana kule bara, alinilea akaniambia, nunuanga mara moja, Brufen, weka tu kwa nyumba. Mamangu amelea akiwa na madawa kwa nyumba. Kawa namuuliza mama hizo, akaniambia ukiumwa na kichwa, nikikaa namwambia kichwa, mamangu alikuwa anakimbia, ananitolea Brufen na meza. Namuuliza kwa nimekwaje? Kanambia nikwambia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mamangu akawa anaweka, hata juzi kumwambia mama aje kukaa na madawa. Wewe ni mzima sasa, dawa za kaniambia hapana. Unaweza kongeka usiku na hakuna dawa. Utameza utapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wamama, ukiweka dawa kwa nyumba ati mtoto atakuwa na joto usiku, lazima hiyo pepo itakukamata. Lazima hiyo joto, hiyo mtu atakuja tu. Ati uko na pesa kwa simu, pasa hiyo pesa yangu wasiguzi. Pasa ametuambia naenda kwa simu, angalia kama kuna pesa, lakini kuna mtu ako na pesa anasema, hata pasa uruke, ushuke, ikifika tu 2000 hapa wasiguzi. Hiyo ni untouchable. Hiyo ni ending happens. Chochote kile, hiyo ni emergency. Nani ako na pesa emergency kanisani? Kwa mkono. Pesa emergency nani ako nayo? Wewe unalala njaa. Siku moja niliuliza jamaa mwingine, yaani wewe umenunuaje gari? Kaniambia kitu ya kwanza, my friend, nitafuta box kubwa. Nikawa kila siku nakumbukisha pesa. Naanza nikatembea Mungu, nikalala njaa, nikiweka pesa nikamwambia shut up your mouth. Sio umeniambia nikwambie njia ya utajiri yangu. Jamaa anauza magari, hapo na magari. Ati kila siku alikuwa anaweka pesa, ikakaa sijui miaka 10, miaka 6.
Hakimwaga akapata ni 2 something. Nikamwambia hiyo biashara siwezi. Mimi by the way huwa sijui kuweka pesa, napatianga mtu wangu ndiye anawekanga, sijui kuweka. Nikisiweka nitachukua. Yesu asifiwe sana. Ati niweke niseme hizi za imani. Ni kuwe na njaa, jua imewaka, huwezi kunywa soda. Na wale wengine mnaamini noti 1000 ukiifunja inaisha. Kuna watu mko na imani. Sasa unajua hiyo noti ukimgusa tu ule mtu, hiyo Kenyatta ukifunja tu kidogo, hautajua vile zitaenda, itaisha. Ukimaliza ibada kama una 1000, karibu ukugusa toa 100. Jioni itakuwa imeenda. Na sijakulaani, imani mko nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maandiko yanatuambia hiyo sheria unaweza ukaivunja katika jina la Yesu. Hauna pesa na imani, hauna pesa umeweka ya akiba, hauna madawa umewekea watoto kwa nyumba wakiwa na homa, unasema kwa mapigo ya Yesu watoto poneni kwa jina la Yesu. Esau akaambiwa utakapoponyoka utavunja hilo kongwa ndugu yako alikuwekea. Hizi ni vitu tunawekewa, hizi ni sheria tunawekewa. My brother, anza kusave pesa. Wewe save pesa, siku moja utatajirika, utakuwa na gari, utakuwa unajibeba kama pasta wako. Lakini mimi nikizipata nitazikula nishibe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sheria unaweza ukaivunja, watu wanabarikiwa. Sheria ukijua, unajua maandiko yanasema katika Hosea chapter 4:6, watu wangu wanapotea kwa kukosa hekima na maarifa. Siku ya leo usije ukajikumbalia ile hali uko ndani yako, usijikumbalie na hiyo hali. Ati pasa unajuaje? Unajua pasa maisha siku hizi ni magumu. Pasa unajua ukipata chakula ukule na ushibe. Wewe shukuru tu Mungu. Mimi sishukuru Mungu. Ati pasa ukikula na ushibe, upate chakula ya kukula na ushibe. My friend, kuna leo na kesho. Tuko na maono. Na where there is no vision, people will fail. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo sheria iliwekwa katika anga yako, unaweza ukaibadilisha leo katika jina la Yesu. Naongea na mtu aliye ndani ya kanisa. Naongea na mtu aliye ndani ya maisha ya kiroho. Hiyo ndio kitu tunaita bloodline. Kitu ambacho kinatoka kwa babu yako. Wale mababu ambao hauna habari nao, mahali wamezaliwa. Jana nimeenda kwa butchery nikanunue nyama. Nilipofika nikamwambia mwenye butchery, naomba tu niangalie ile nyama ambayo mtu akikula asikii meno yake iko sawa. Una shida ya meno? Nikamwambia na mimi mtoto mdogo, sijawahi kula mkuka, sijawahi vuta bangi. Nikamuuliza kwani shida iko wapi? Akaniambia kijana, na hajaokoka kijana, una masikio meno huwa ni roho, laana ya familia. Haya, na nikakumbuka mamangu ana shida ya meno, ndugu yangu ana shida ya meno, dadangu pia ana shida. Akimaliza cameraman muulize kama ana shida ya meno. Mimi meno yangu ina shida, ndugu yangu cameraman ana shida ya meno, mamangu shida ya meno, dadangu shida ya meno. Nikasema this is the thing. Mtoto mdogo kama mimi, yaani aliniambia the full truth. Na Yesu asifiwe sana. Hizi ni vitu zinatokanga katika lineage, katika ukoo. Akaniambia meno, watu wengi wanaumwa na meno kwa sababu, si kwa sababu ya uzee, kula mkukaa wala bangi wala nani. Ama unajua mnasema ati peremende biskuti na ng'oa meno, haing'oi meno. Singine huwa ni demonic. Bwana asifiwe sana. Meno yangu mimi nina shida sana, ni mtoto mdogo. Mpaka chakula ipigwe hivi kabisa, maana shetani ashanikamata. Nilikuwa sina habari, nikasaidiwa na mlevi. Yesu asifiwe sana. Unajua ubaya wako ni kiburi mingi sana. Ukiingia kwa butchery mpaka unasema praise the Lord. Saa zingine shuka chini watu wakufundishe mambo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukasaidika hapo. Bwana Yesu asifiwe. Akanisaidia na ninajua nitaenda kuomba, hiyo ingine imebakia itapona, itang'olewa in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nakwambia kwamba there are laws. Kuna sheria katika ulimwengu wa kiroho. Kuna watu, saa hii kuna mtu ako kwa ndoa na anaweza ukakaa pale 50 years, lakini at the end of the day ule mama atachukua mifuko yake aende kule amezaliwa. Mimi nimeiona mama ameenda kule amezaliwa kwao akiwa anaitwa nyanya, anaenda kwao. Nyanya anaenda kwao. Hiyo ni roho, huwa ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye umeokoka,
Kuna vitu vinasumbua pale kwenu nyumbani. Wacha kutosheka, wacha kukubaliana ati mamangu sijui babangu sijui nani mjomba yangu hawakukaa hawakufanya nini, alafu nasema mimi ndiye nani nifanye hivi, mimi ndiye nani. Hapana, kataa. Esau akaambiwa kama utakataa, kama utakuwa na nguvu utapambana, wewe utabarikiwa. Hicho kitu ndugu yako alikuwekea, utakiondoa na utaenda mbali. Naongea na wewe siku ya leo nikwambia ya kwamba hata kama hukusoma au kujaliwa, mara mingi saa hii ukiuliza mtu analaumu wazazi wake. Wazazi wangu unajua kunipeleka shule, mimi nalaumu sana mamangu babangu, na walaumu. Wangenipeleka wangeuza shamba ng'ombe sijui nisome. Usome uende wapi? Omba kama Esau, fanya kazi, nenda mbio kama Esau. Esau akaambiwa utakapoponyoka, break that bondage, vunja hilo kongwa. Sasa hivi tuko na watu wako ndani ya kanisa na kwao hakuna mtu alifaulu. Unaweza ukapata pesa na ukipata sinatawanyika. You don't know hiyo pesa sinaendanga wapi. Hautajua hiyo pesa inaenda wapi. Unapata pesa zako unasema hii nitajenga. Ukimaliza kusema niko na 70 niende bara nimalizie nyumba nijenge, unapigiwa simu mjomba yako, mamako, nyanyako ameanguka, mguu imevunjwa. Sasa apelekwa apigwe x-ray. Ile pesa unatumia zote zinaenda. Katika maisha ya mwokovu kuna vitu vinafuatana. Hawa wamama wakasema, Musa katika sheria inasema 1 2 3. Nenda ukatuombee kwa Bwana. Siku ya leo tunaenda kumuomba Bwana. Tumwambie Bwana, kitu gani kilisemwa katika maisha yetu? Kitu gani kilinenwa katika anga yetu? Unaweza ukabarikiwa. You can make it. Hiyo sio mwisho. Maana huko ile hali huko, usikubaliane na hiyo hali. Hata kama kwenu watu hawai. Unajua kuna watu wanakuambia ati wewe kumbali tu. Wewe utaenda wapi? Hauna masomo. Haujasoma utafanikiwa uende wapi? Sasa hata shule wamesema wanaleta kitu wanaita CBC. Si lazima ukuwe na master, si lazima ukuwe na nini. Usomee ile kitu iko kwa akili yako. Ile talenti uko nayo uisomee, uifanyie kazi. Na kuombea siku ya leo ya kwamba you can go to God and petition. Unaweza ukaenda mbele za Mungu katika anga yako na ukafanya appeal na ukamwambia Bwana, I'm making an appeal. Sio watu wa kubarikiwa. Kuna watu ambao wamezaliwa katika familia za kwao, ukoo ya kwao kutoka juu mpaka chini ni watu wa kufanikiwa. Na wengine wengine tukatoka katika familia hakuna mtu aliyefanikiwa. Sasa wale ambao tunatoka katika ukoo hakujawahi onekana kitu, tutafanyaje? Tutaenda tu mbele za Bwana, tumwambie Bwana, sisi sio watu wa kubarikiwa. Kwetu hakuna historia ya watu waliobarikiwa, hakuna historia ya mtu aliyejenga, hakuna historia ya mtu aliyefaulu. Lakini kwa jina la Yesu nakuja na kupata rufaa. Mwanamke aliyekamatwa katika uzinzi akalete mbele za Yesu, wakamwambia katika sheria ya Musa, mwanamke kama huyu apigwe na mawe akuawe. Wewe mwalimu unasemaje? Yesu akaenda chini akachora na mjana mtu siku ya leo ambaye umeenda kwa daktari akakuandikia ugonjwa kama huu, hauna dawa, huwezi ukapona, na kuambia usikubaliane na barua ya daktari, usikubaliane na maneno yao. There is a way. Bwana atafanya njia, utaondoka kwa hiyo kifungo. Hicho kifungo kitavunjwa, hiyo shida itaondoka. Chochote kimekulemea kitakuachilia leo katika jina la Yesu Kristo. Usikubaliane na chochote ambacho kinaendelea katika maisha yako. Hata ukiamuka uone shetani amefuruga maisha yako, amefuruga, usikubaliane na maisha yayo na mambo ya shetani. Hamuka jiambie, naweza nikafaulu. Esau anatoka msituni, anamwambia baba yake nibariki tu. Baba yake akamwambia hiyo imeenda, wewe ukapata pesa, wewe ukabarikiwa. Hii Kenya ni ngumu mtu kufaulu. Hii Kenya ni ngumu mtu kuendelea. Na kuambia siku ya leo you can make it in life. Unaweza ukabarikiwa. Hii Kenya tu, hii Mombasa watu wanasema ni mbaya, Mombasa wanasema hakuna kazi, wanasema Kenya imeuzwa, Kenya ni mbaya. Hapo unaweza ukafaulu. Unaweza ukabadilisha sheria. Haijalishi kifungo gani unatembea nacho katika maisha yako, hicho kifungo, that bondage, kile kinakula watu wa kwenu. I tell you today, kwa maombi ya leo utakuwa exempted, utawekwa kando, haitakupata kwa jina la Yesu. Mahali tumetoka katika familia ambazo watu hawajaokoka.
Sasa kuna mambo huwa ilikuwa inawafuata, kuna mambo inafuata watu, kuna magonjwa ya kuachiana na kuombea. Hautawachiwa ugonjwa kwa jina la Yesu. Utaachiwa shamba na mali, hautaachiwa ugonjwa. Kila roho ambazo zinasimama kwa anga yako ili zikuzuie usiendelee kwa sababu ya waliokutangulia, kwa jina la Yesu ya kutumeka na appeal, tunakata appeal. Unaenda kotini, unaambiwa umehukumiwa miaka 10, lakini umepewa nafasi ya kukata appeal. Bwana Yesu, hata kama tumehukumiwa, hata kama tumehukumiwa na magonjwa, tumehukumiwa na laana, tumehukumiwa tukafungwa, tunakata rufaa leo. Hiyo acho kifungo hakitakuwa sehemu ya kwetu, tunakata rufaa. We can make it in the name of Jesus. Unaweza ukakata rufaa katika ibada ya leo. Wamekuhukumu, wamesema huwezi ukaendelea. Yakobo alienda akidhania ndugu yake hawezi akabarikiwa. Huenda watu wa kwenu ndio wanakupatia pesa, wanakusaidia na manguo yaliyozeeka, lakini kwa ibada ya leo hautafaa manguo yaliyotumika. Hautakuwa mtu wa kupatiwa ma leftover. Wewe utakuwa mtu wa kubariki watu pia. Hautakuwa mtu wa kupewa ma leftover. Utakuwa mtu wa kubarikiwa. Yakobo alidhania yeye ndiye akabarikiwa peke yake. Esau hawezi akabarikiwa. Unaweza ukaendelea leo. Unaweza ukabarikiwa. If you break, utakapoponyoka. Hicho kitu kinahangaisha watu wa kweli. Hapo kweli people cannot survive. Break that bondage. Vunja katika jina la Yesu na utafaulu. Yaani kuna vitu wazinakula watu wa kanisa. Nataka nikaongee na watu wa kanisa waamuke. Watu wa kanisa, hizo vitu Mungu amekupatia. Kwenu hakuna mtu aliwahi pata pesa, aliwahi kanyanga Mombasa na uko Mombasa na wewe ufanyi maombi uombi. My friend, utasafirishwa uende bara. Hasikia Ruto anasema nitawasafirisha. Nitawasafirisha. Shetani pia anaweza akakusafirisha my friend. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenu watu ni shida. Kama umetoka katika ngoma ya fujo ya shida, mtu ambaye umeokoka kumaintain zile baraka, simama katika nafasi ya maombi. Omba. Hizo baraka uko nazo zitaenda my friend. Kuna watu wametoka katika familia, watu hawajawahi pata pesa, hawajawahi endelea. Na wewe ndani yako kuna kamwangaza. Njoo kanisani tuombe, fanya bidii, kumaintain, kukaa katika hiyo hali, lazima ukuwe mtu wa maombi. Unaweza hata ukabreak, ukasoma. Kwenu hakuna mtu aliwahi soma na ukasoma na ukapata hata degree, diploma, lakini usiwahi pata kazi. Shetani anakuambia nenda na usiende mbali sana. Wewe pata degree lakini hautafaulu. Unaweza ukaolewa lakini hiyo ndoa hautakaa, hautatulia hapo. Utakuwa ni fujo na shida. Na kuombea siku ya leo mtu wa kanisa uliokoka, hautatulia. Wapendwa, ni masaa yamefika, watu ambao tumeokoka tusimame katika nafasi ya kufight for our lives, ya kupigana maisha ya vita, because this is war. Life is war. Maisha ni vita, sio mchezo. Lakini utakuta mtu ameokoka na anakaa, hakuna Mungu hata kupigania automatic. Vitu vya kispirit, vitu vya kiroho, uwezi kukimbia roho. Roho huwa itakukamata mahali umetoka. Nimeanza nikikwambia kule katika ngoma ambazo zimetoka, kuna vitu katika spirit world, kuna vitu vimetoka katika anga za kiroho. Mimi unaponiona hapa, kuna mahali hiyo kitu inaitwa ukoo. Babu yangu zaidi nikikwambia niambizie watu wa kwenu, unaniambia yule akatoka huku, akatoka huku, akatoka huku, akatoka huku, akatoka huku. Sasa wewe jua ya kwamba umetoka hiyo milima yote mpaka ukafika. Na kama kuna kitu ilifanyikia hawa watu, hata wewe hautaponyoka. Lakini ukiingia ndani ya kanisa na uombe na ukatae kukubaliana na hiyo hali, unaweza ukaponyoka leo. You can survive. Unaweza ukatoka. Yaani watu watakuwa wanauliza, na huyu ametokea wapi? Huyu si amesaliwa na hii ngoma? Huyu kijana amekuwaje akafaulu? Utafanikiwa kwa jina la Yesu. Mtumishi wa ibada ya kwanza ametuambia kuna watu wanaomba saa hii, lakini baadaye itakuwa ni kama ndoto. Itakuwa ni kama unaota. Watu watashangaa umeendeleaje, na watu kwenu hawajawahi endelea. Watu hawajawahi fanikiwa, hawajawahi faulu.
Maisha yametawaliwa na anga na sheria za kiroho, na hiyo sheria lazima ukaigeuze. Kama utaigeuza, utakaa ukiwa umefly spiritual. Kuna maisha, kuna mambo mengine, ulimwengu mwingine kuliko huu ambao tunaona, ambao ni wa kiroho, na kupambana na kuushinda lazima ukuwe mtu wa kiroho. Lazima wewe mwenyewe ukasimame na kuamua kukata rufaa. Jana nilikuwa namwambia ndugu mwingine, kamwambia sisi hatuna masomo, hatujasoma. Sasa hii hata mimi nikasikia kuna application watu hata askari rungu, ile askari wa kukaa kwa mlango au mwanaumu waizi wakija wamuue, mpaka kuwe na barua ya form 4. Sijui umepata D, sijui G minus F minus F, kuna F, kuna M plus. Askari ngongo hati wanasema mpaka kuwe na barua ya form 4 ya kupeleka watu. Unasumbua watu. Hati mimi naenda kusimama hapo kwa baridi, hati nilikuwa nimesoma mpaka form 4. Hawa watu wanasumbua watu sana. Hii ni kitu ya kuingia. Unapambana na waisi na masomo za ngapi? Ni marungu my friend. Ningekuwa rais leo mtanipa kura. Nataka nisimame urais nibadili hiyo kipengele. Hati mtu ya kulinda usiku, askari gongo, hati akuwe na form 4. Mimi kama namwambia ile duka hata askari rungu, siwezi enda. Texas, KK, hawezi nichukua, sina form 4 hivi. Hiyo barua sina. Unajua watu kama sisi tunakaanga live inaitwa don't care. Kama una barua ya form 4 lazima ukae ukiwa unakiona, unaangalia maisha yako vizuri. Maana hata huyu ndugu yangu una mahali anafanya kazi, akasikia leo kuna watu wanakibuliwa, hawezi niambia, na sio kwa ubaya, anipendei mazuri, nitapeleka barua gani? Ndugu, ukisikia kuna watu wanaitwa, usipoteze time nikujie twende wapi? Sina barua, nitapelekea muhidi barua gani? Maana sio kuhubiri, lakini ukisikia kuna mapepo imelipuka, wewe John ije mara moja. Bwana Yesu asifiwe sana. My friend, kama hujasoma una barua. Sasa hii Pastor Ng'ang'a hajasoma. Unasikia akisema stupid wewe. Wewe ndinga wewe. Sasa hapo America leo hapo na conference ya America. Wewe unijiuliza anaongea kizungu gani na wazungu huko. Lakini anaamini tash, twende chini amuka. Hiyo ndio masomo yake. Wale wajasoma wanajua, jifundishe kuishi kama una masomo kama sisi. Touch, nenda chini, amuka kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani jana nilikuwa na mawazo yaani mimi ninapotembea Mombasa hivi, nikasikia hata mwanasiasa, mimi hata siwezi sema Ruto ni mbaya, hata kansala anaitwa kansala gani hapa ni mbaya. Akaniambia barua ziletwe, nitapeleka gani. Waendelee tu kututawala my friend. Bila tafuta pesa ni akipandisha unga ikuwe 300 itanunua, maana sasa utafanyaje? Hauna otherwise. Bwana Yesu asifiwe sana. Esau akaambiwa utakatwa kwa nyoka. Vunja lilokogwa ndugu yako alikuwekea. Unaweza ukasurvive. Hata kama una masomo unaweza ukaishi. Hauna ngoni sana unaweza ukafanikiwa na ukaishi kwa jina la Yesu. Hiyo sio mwisho ya maisha, you can survive. Nataka tukasimame tuingie katika anga za maombi. Tukaingia katika ulimwengu wa kiroho tukata rufaa. Tunamwambia Bwana, tumekata rufaa. Sijui umehukumiwa na shetani. Boma ya kwenu wamehukumia, familia ya kwenu miaka ngapi? Wamewahukumia, mmekwisha hukumiwa na judge. Akagongesha meza, akasema hapa hakutawafanikiwa mtu. Hawa watu watapona. Leo tunainua mkono, tunamwambia Mr. Judge, tunapata rufaa. Tunapata rufaa. Kwa jina la Yesu tutabarikiwa. Nitabarikiwa nikitoka nikirudi. Mungu atabariki kazi ya mikono yangu. Akasema kama uwe na master's degree, amesema atabariki kazi ya mikono yangu. Simama tuna miguu yako tupate rufaa mbele za Bwana. Wale wadada wakaenda kwa Musa, wakamwambia Musa, unajua babangu amekufa, hatuna kitu kingine tunangojea. Nenda tukaulize wanasemaje. Naongea na moto siku ya leo. Wenyewe wategemea wakusaidia wamekuacha. Wenyewe wategemea wakupe msaada wameondoka. Mahali ulikuwa unategea utafaulu, hiyo milango itaendelea. Unaweza ukafanikiwa. God can open another door. Usite moyo, usivunjike moyo. Mlango unaweza ukafunguka. Oh, la bashanda la la la. Naomba tu uinue mkono mmoja juu kwa Bwana. Wale wamewahi enda kotini, jaji akishatoa hukumu anasema umehukumiwa kifungo muda fulani ama pesa fulani,
Lakini kama una jambo la kujitetea, inua mkono. Naomba kila mmoja inua mkono mmoja juu, ishara ya kwamba tunamwambia Bwana, tumekataa chochote tumeandikiwa pale kwetu nyumbani, whatever the enemy, chochote, kila mashtaka imepitishwa kwetu nyumbani, chochote katika maisha yetu Bwana kimepitishwa, tunakata rufaa Bwana. Bwana, we are making an appeal Bwana. Hicho kifungo ni kigumu sana, hicho kifungo ni kigumu. Kutembea na madawa hiyo ni kazi ngumu Bwana. Hii mwili imedungwa mashindano kila mahali. Bwana, mwili umedungwa mashindano, magonjwa yamezidi Bwana, magonjwa yamezidi, umaskini, madeni yamezidi Bwana. Tunainua mkono, tunakata rufaa, tunainua mkono, tunakata rufaa. Mungu wa huruma, unaweza ukatusamehe dhambi, unaweza ukatukumbuka Bwana. Chochote kimeandikwa katika maisha ya watu hawa, naomba kikafutwe katika jina la Yesu. Nasimama kwa anga na kanyaga haya madhabahu, mashtaka ulioandikiwa, magonjwa yanayokula watu wa kwenu, hiyo laini yote na kuondoa, ondolewa kwa hiyo magonjwa ya meno, magonjwa ya migongo na mguu, kila magonjwa ya damu, ya sukari, ya presha, ya ansa, magonjwa ya pumu, magonjwa ya CD, hiyo laini tolewa kwa jina la Yesu. Hautalini magonjwa ya baba yako, hautakupokea magonjwa ya watu wa ukoo wa kwenu katika jina la Yesu. Tunainua mkono Bwana, tunakata rufaa, tunakata rufaa, tunakata rufaa, tunakataa laana, tunakataa magonjwa, tunakataa shida. In the name of Jesus. Tunaomba katika ibada ya leo, anga zetu zikafunguke, milango ikafunguke Bwana. Tumechoka na leo tunabarikiwa na kesho hatuna. Leo tunavyo na kesho hatuna. Bwana Yesu, ni masaa tunakata rufaa. Tunakata rufaa katika anga za kiroho. Tulichokiandikiwa na wachawi na waganga, chochote kimeandikwa katika nyumba yako, katika maisha yako, under the sound of my voice, na kemea ikuachilie. Kila roho isiyo ya Mungu na kemea ikuachilie. Mashtaka umeshtakiwa, magonjwa, laana za ukoo zikuachilie kwa jina la Yesu, na utembee ukiwa huru katika jina la Yesu. Kuna watu wanaishi maisha ya kilio, maisha ya shida, kwa sababu kuna roho zimeinuka katika maisha yao. Hizo roho nazikemea zikawaachilie katika jina la Yesu. Bwana Yesu, watu hawa ni watu waliobarikiwa. Utatubariki tukitoka na kurudi, tutabarikiwa mjini na mashambani Jehova. Asante kwa neema na rehema za kiajabu. Wagonjwa wamepona, magonjwa yote, mahoma, malaria, kila maumivu yote, magonjwa ya kimapepo yakaondoke, magonjwa yote ya kishetani yaondoke katika jina la Yesu. Bwana Yesu, tukabarikiwe, milango mingi ikafunguke kuanzia leo. Bwana, tunakata rufaa, watu hawa tutabarikiwa, tutaishi maisha ya kuendelea. Asante kwa kuwa unaweza, asante kwa baraka zako, na ni kwa jina la Yesu tunaomba na kusema amen.